Ilikuwa kama ishara ya kumhujumu kiongozi wa chama chao Raila Odinga pale wabunge hawa 26 wa chama cha ODM walipokutana kinyume na mwito wa uongozi wa chama hicho wa kuahirisha mkutano mkuu wa wabunge wa chama cha ODM ulionuiwa kuandaliwa leo. Katika mkutano wao, wabunge hao waliusuta uongozi wa chama hicho kwa kueneza dhana potovu ya kuwa chama cha ODM kimeafikia msimamo dhabiti kuhusu ripoti za Waki na Krigla. Tumeamua ya kwamba hakuna kiongozi yeyote wa chama ama mwanachama yeyote ambaye anastahili kuchukua msimamo wowote kabla chama hakijajadili swala lolote na kuchukua msimamo rasmi. Kufuatia hili, wabunge hao waliutaja msimamo wa kiongozi wao Waziri Mkuu Raila Odinga kuhusu ripoti ya Waki kama msimamo wake binafsi usiofaa kuhusishwa na chama cha ODM. Tunawauliza viongozi wa chama pamoja na wanachama wote ya kwamba kukiwa na swala lolote wanastahili kungojea mpaka chama kijadili swala hilo na kichukue msimamo rasmi, ili tusije kuwa na utatanishi kutoka kwa viongozi mbalimbali wa chama. Na ili kukiepua chama toka misimamo tatanishi kuhusu masuala nyeti ya kitaifa, we are committed to ensuring that recommendations that are made in those reports are fully implemented. Hapana lete matisho na mashurutisho ati msipokubali ile maneno umesema mtapelekwa Hague. Kwani Hague ni nini? Karani wa kundi la wabunge wa ODM Ababu Namwamba ameitisha mkutano mwingine mkuu wa kundi la wabunge wa ODM utakaoandaliwa Alhamisi juma hili kujadili ripoti za kamati ya Waki na Krigla pamoja na uchaguzi wa chama cha ODM. Wakati huo huo, mbunge wa Maragwa Elias Mbau amehimiza washukiwa ghasia za kisiasa wasilishwe kwenye mahakama ya kimataifa dhidi ya uhalifu. Sasa wanasema badala ya kupelekwa kotini za kule nje, wanataka sasa wapelekwe kotini za wapi? Ya hapa. Kwa nini wakati ule tulishindwa kutatuana wakasema they cannot be briefed in our courts? Now they are saying they do not want to be taken to courts outside there. Mbunge huyo alisema lazima haki itendwe hata iwapo nchi inatafuta maridhiano. Innocent Mbaya, KTN leo.